Subscribe The Sport Show. Kukiwa bado kunaendelea kufukuta kunako klabu ya Simba na jana nilikuweza kukudokezea kuhusiana na nani ambaye yupo nyuma ya mgogoro. Sasa leo nitakufafanulia kinagaubaga japo nawe uweze kupata picha ya nani ambaye yupo nyuma ya mgogoro na kwa sababu gani na maslahi yake ni yapi. Kingine timu pia inaendelea na mazoezi yake ya mwisho leo ambapo kesho pia itavaana na Petro Atletico de Luanda. Kwa hiyo mimi nitaangazia zaidi kwa ajili ya mgogoro unaoendelea, lakini mwishoni ndo nitakuja nikuelezee kuhusiana na timu ya Simba na namna ambavyo itacheza na ilivyojiandaa dhidi ya huo mchezo. Kwa hiyo kabla tujaendelea, naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu, lakini shukrani kwa wewe ambaye umekuwa mwana familia wa The Sport Show, na shukrani kwa wewe ambaye unatufuatilia mwanzo mpaka mwisho tangu tulivyoanza mpaka wakati na muda kama huu. Kumbuka siku chache zijazo tutaanza kutoa magifti ya The Sport Show. Kwa hiyo usibanduke kwenye chaneli yetu hii ya The Sport Show. Kuna mambo yanakuja mazuri, magifti mtapata kama yote kutoka The Sport Show. Naam, kukiwa bado kunaendelea na fukuto kati ya mashabiki wa klabu ya Simba ambao wanajiita wanachama wenye uchungu na klabu yao dhidi ya mwekezaji Mo Dewji. Kwa upande wa Mo Dewji, yeye alitupa karata yake na kazi masimu akakaa kimya. Kwa hiyo anabaki kuwatizama nini ambacho nyie mtafanya. Kumbuka hitaji lake ni kwamba apewe timu kama hamtaki kunipa timu, au kama wataki kumpa timu basi wasaini makubaliano kwa pesa yote ambayo itakayokuwa inatoka, basi itakuwa inatoka kama mkopo. Kwa hiyo Simba wawe tayari kudaiwa. Sasa juzi kumeibuka na tetesi, jana kumeibuka na mashabiki uchwara, mashabiki ambao tuseme unja, kwa mujibu wa maoni ya wadau, sio mimi nimewaita kwamba ni mashabiki uchwara, hapana, ila kwa mujibu wa wao wenyewe huko mtandaoni, the way ambavyo wanaitwa. Mashabiki hao walimwijia juu Mo Dewji na wakimtaka kwamba aweze kuachia timu ndani ya masaa 72, lakini pia kwa mujibu wa madai yao ni kwamba yeye ndiye anayehujumu timu. Wakati wa usajili hatoi pesa, lakini pia wakati wa usajili dirisha likifika anazima simu na hamna anayemjali. Taarifa hiyo iligubikwa na taarifa nyingi sana jana kutoka klabu ya Simba, zilitoa press nyingi, lakini pia upande wengine wa mashabiki na wanachama pia waliendelea kuwapinga wale wote ambao waliokuwa wametoa taarifa. Lakini hata leo pia hali hiyo imezidi kuendelea, lakini kubwa zaidi pia ni kwamba wale mashabiki wa jana waliompa Mo masaa 72 leo wameweza kubadilika na kuanza kumwomba radhi Mo. Kwa hiyo hawa mashabiki hatimaye wanamwomba Mo radhi. Sasa ni nani aliyekuwa nyuma ya huu mkataba au huu mtambuka ambao unaendelea au hii sintofahamu kunako klabu ya Simba? Zipo taarifa zinazodai kwamba mmoja wa mfanyabiashara wa humu ndani anaitaka klabu ya Simba, lakini pia ni moja ya mtu ambaye yupo karibu sana na viongozi kama nilivyowajuza. Ameingia kunako klabu ya Simba akajaribu kufuatilia na akajua madhaifu yake yako wapi. Kuna moja ya makubaliano aliwahi kuyafanya kwamba kunako klabu ya Simba yeye kuna vitu atakavyokuwa anavifanya. Sitoweza kuyaweka bayana kwa sababu sitaki nikufunulie vyote, ili utumie tu akili yako kupembua. Kwa hiyo vile vitu alivyoainisha kwamba ataweza kuzifanya kunako klabu ya Simba, amekaa akaona kwamba mbona atafanya vitu vingi kuliko mwekezaji wa klabu ya Simba. Kwa hiyo ukianza kuangalia siku anatambulishwa na namna alivyokuwa anatoa approach yake kunako klabu, unaona ni mtu ambaye alikuwa amejizatiti kwa ajili ya kuja kuichukua klabu ya Simba. Maana sisi kama wadau kwenye video vyetu tuliuliza kwamba inakuwaje
vitu vingi vinaenda kufanywa na watu wengine kuzidi mwekezaji. Mtu ambaye anaenda kuhusika na kipengele kidogo anaenda kufanya vitu vingi kumzidi mwekezaji. Je, mwekezaji yeye atakuwa anafanya nini? Kitu ambacho kilileta maswali kwenye video vyetu vya gahawa vya kubadilishana mawazo ya kimpira, lakini tuliacha kama assignment. Baada ya muda mchache kukuja, migogoro ikawa imeanza kuzuka, lakini moja ya watu waliokuja kumkandia Mbosso siku 3 nyuma walionekanika kwenye social media zao wakiposti kwamba yule ni tajiri wao anayewaweka mjini. Kwa hiyo ukiangalia kilichofanyika unaona fika kwamba nyuma yao kuna huyo tajiri ambaye anasukuma kete yake kijanja. Watu wengi wanaenda kugombana na Mangungu, lakini ukiangalia Mangungu ni kama ni sehemu pia ya tatizo hilo hilo, kwa sababu yawezekana kuna namna anavyoongea vyema kuhusiana na sakata zima la mwekezaji Mo Dewji. Kwa hiyo wakikaa kwenye vijio vyao wameiongelea Simba, na yeye tayari ameona mwanya na ameshapiga hesabu zake, ameshatafuta na fedha huko anakojua kwamba ikitokea la kutokea anaweza kuja kuichukua klabu ya Simba. Sasa mtu huyu ni hatari kwa klabu ya Simba kwa sababu cha kwanza hana vision na team, lakini pili yupo kibiashara na si kimapenzi, kwa sababu kwenye klabu inaanza mapenzi afu inakuja biashara. Mfano, angalia rais wa Madrid. Yule ni rais ambaye cha kwanza yupo kimapenzi. Florentino Perez yupo kimapenzi kunako klabu ya Real Madrid, lakini pia ni shabiki wa Real Madrid, lakini pia ndo rais wa klabu. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaona kwamba kuna mapenzi ndani ya mtu yanayompush kuweza kuwekeza kunako klabu na kuweza kuisimamia klabu. Kwa hiyo hivi vitu haviwezi kuja kwamba kwa sababu wewe tu una pesa basi unaweza kufanya. Hapana, waga inaanza vision, ukishatoka vision inakuja moyo. Moyo unasemaje? Unaweza kufanya nini? Ndipo hapo sasa mkwanja unapokuja kushika hatamu. Hata yeye kwa wakati huu wanajaribu kuwaza kwamba akiingia tu katika klabu ya Simba atapiga faida, atapata hela, lakini hafikirii kwamba kuna wakati biashara huwa zinayumba. Mo Dewji ni mwekezaji ambaye tayari ameshakuwa na yani mizizi iliyoota mbawa. Leo hii wewe mtu ambaye hayupo kwenye top 20 au top 20 ya matajiri unataka uimiliki timu kama ile, ni kitu ambacho nachekesha, kwa sababu kuendesha timu si sawa na kuendesha biashara zingine. Eti kwa sababu umesajili au utaweza kuja kuhusika au kujaribu kuangalia namna unavyoweza kumpata mchezaji, sio kigezo cha wewe kuimiliki klabu moja kwa moja. Ijapo haya yote yanayoendelea, bado lawama zitarudi kwa mwenyekiti Mangungu, kwa sababu alipaswa kusimama na akapaza sauti kwamba hapana, kwa wakati huu haututakiwi kuwa na migogoro ya aina yoyote. Sisi ni wamoja, tunajenga Simba moja, timu moja na nguvu moja. Kauli ya nguvu moja ilitakiwa wakati huu ndo ianze kusikika na sio kuruhusu matabaka. Leo mimi nikijisikia naita press, wewe kesho ukijisikia unaita press, yule mwingine kesho akijisikia anaita press. Kila mtu anatoa matamko, lakini credit ziende kwa Magori ambaye ameweza kuclarify hili jambo na kusema kwamba Mo Dewji alipitishwa na yupo kisheria tangu mwaka 2018. Ni mchakato mdogo tu umesalia ili kuweza kukamilisha utaratibu. Kwa hiyo rai yangu kwao ni kwamba uweze kukamilisha utaratibu kwa mapema ili kusudi kila kitu kiwe bayana. Yani atakayewekeza pesa na namna ya uendeshaji uendelee kuwa bayana. Kwa hiyo mambo mengine ni mambo ya kiuongozi, lakini kingine ni kwamba watu wengi wanatolewa kwenye reli. Kuna mechi ya dabi, lakini kuna mechi za kimataifa. Kwa hiyo hii inawafanya watu wasifikirie kuhusu dabi, bali wafikirie kuhusiana na hii migogoro na waache kujiandaa. Kwa hiyo Simba kesho anacheza, lakini naomba tusichambue mechi ya Simba kwa leo, tutaichambua kesho. Either nitakupa tactics ambazo zitatumika au baada ya mechi.
Kwa nini? Kwa sababu kwa wakati huu watu wengi wanatamani kujua mgogoro jinsi ulivyokuwa.